Hello, welcome. Utakufa pole pole tukiwa tunauliza huyu aliuawa na nini na ni nyama amekula. Amekula nyama ambayo ni baya. Na nyama ambayo ameletewa na mtu ambaye amekaa vizuri kwa shetani. Wewe na kiberebere ya kutaka tu ni pesa. Unanyakua yote yakiingia. Tumejionea wahubiri wamekula mali ya watu. Mtu alikuwa mzuri ameanza kukula ya huyu na huyu. Finally anakuwa si mhubiri tena, anakuwa ni con. Na si kupenda kwake. Alikula pesa ambayo imetolewa sacrifice. Wengi wa hawa ambao wanasimama wanakuja makanisani ni wazuri. Lakini kuna wachache wabaya na wengi wao hawa wabaya ndio huwa wanapita. Na si wazuri. Wanafanya all sort of sacrifice. Anyway, tell me laugh about it. Maana hata kama ni mimi nilikuwa na kanisa mahali fulani kubwa, siwezi kataza mhubiri kukuja. Lakini kaa vizuri. Siwezi kataa politician kukuja kwa kanisa. Siwezi kataza. Hakuna vile unaweza kataza politician kwa kanisa. Na brethren, msidanganyike ati mseme wahubiri wafukuze hawa watu kwa makanisa. Hapana, hata na hao hiyo sehemu ni yao. Lakini wewe kaa moto, ujisikie ili mambo isikuangukie tuwe tunasemaga hapa ilikuwa. So, politics and church and politics. Mwenye uamuzi mzuri ni mhubiri ambaye amekaa vizuri kwa Mungu. Atalida washirika. Na ujue, ukikaa vibaya mtu mbaya akuje kwa madhabahu mruhusu. Alafu alete mambo ambayo yanatokea mengi kwa hiyo platform Mwenyezi Mungu amekupea. Kuonekana mambo ambayo yanasababisha watu mpaka wengine wamebackslide, wengine wamepatwa na hii na hii. Utaulizwa na Mungu hiyo mambo ulifanya. Kwa nini uliashiria? Sikatai wakuje. There is no way unaweza kataza politician kuingia kanisa. Lazima uwe na skill. Munielewe hapo. Nastaki ugomvi. Na unaweza sema juzi na kanisa ndio ninaongea hii mambo yote. Ninajua kitu moja. Roho Mtakatifu aliye ndani yangu. Na Roho Mtakatifu aliye ndani yako, mwenye kumsimamia ni Kristo. Ukikaa vizuri wakuje, Mwenyezi Mungu atakusaidia way out. Hutaletea hao washirika huko na hao a lot of evil things. And God will bless you. Kitu ya pili naye nitasema ni hii. Inahusu tu kanisa. Wewe mama ama msichana, ukisadiusiwa hivi na mwanaume mhubiri ama deacon ama mtu wa kanisa, akusadiusi mara ya kwanza, na for sure rohoni mwako na dhamira yako ikwambie hiyo kitu umeambiwa na huyo mtu ni mbaya, usivumilie, umpe nafasi ya pili. Hiyo moja tu amesadiusi wewe ama amekuelezea kitu unasikia haiendi na Mungu, usigoje akuelezee mara ya pili. Stand up and fight for your rights. Mwanamke akipatwa na mwanaume kwa njia, amshike, amrape, akose kupiga duru, hakuagi na haki mbele ya Mwenyezi Mungu kusema ati alilepiwa. Ile duru ambayo utapiga wakati huyo mwanaume anajaribu kukurape, upige duru na ukose mtu wa kukusaidia na akurape, hiyo duru yako huwa inasikika na Mwenyezi Mungu na hata kuhukumu. Hakuwekelei dhambi. Lakini ukishikwa tu na unyamaze, una counted a sinner. So, I'm talking about being raped. Mtu akurape, akupata tu kwa njia akushike, ukose kupiga duru, mbele ya Mwenyezi Mungu hauna haki ya kusema ulilepiwa. Lakini ukipiga duru, hiyo duru inafika kwa Mungu na anakuondolea mashtaka. Inarudi kwa huyo ambaye amekurape. Hiyo uliza nimetoka wapi na uombe Mungu akusaidie. Usipatie mtu ambaye ana hint kitu moja kwako ambayo ni dhambi. Usimpe second chance. Nimesikia mama aliniambia hapa, ati pastor alikuwa ananiambia ananipenda, ananiona wakati niko kwa kwaya nikiwa na nguo fupi na ninapenda kufaa mrefu. Straightforward. Huyo ni hivyo pastor. Usimpe second chance. Na ikiwezekana useme hiyo maneno kwa wale ambao mko na wao. Maana huyo akifika kiwango ya kukuambia hivyo, kwisha. Nimeona mwingine anasimama mbele ya watu,
Paka mwili yake inaamuka, anaangalia mwanamke fulani akiwa kwa madhabahu anahubiri, mwili inaamuka. Unataka kuniambia mawazo ya huyo mtu iko wapi? Mtu akimess mara moja na wewe, alafu umpatie second chance, atakuagusha. Usipee mtu second chance. Na moso, hao sisi tunasemanga tumeokoka. Ukiona nimekuendea vibaya, usinipatie na second chance. Maana itakuwa ni ngumu sana kujitoa kwa hiyo. Na tutaanza kuturedi kwa mambo ya dhambi. Remit. And God will bless you. Now, hili la wasichana kutoka Gafu na watu ambao wanaenda nchi za Warabuni, at a point of interest, sio wote wanaenda kukaa na tabia baya kule. Lakini kuna wale wanakuwa victim ya wale watu ambao hawapendi watu wengine. Lakini ni mmoja kati ya 10 ambaye anakuwa victim wa racism. Maybe ni Mwafrika, ule mtu ni Mwarabu anakudharau. Lakini ni mmoja kati ya 10. Sisemi ati watu wote wanaenda kuwa na tabia baya ndio unaona wanadhulumiwa. Hapana. The issue basically is this. Sio wote wanadhulumiwa kwa sababu wamefanya makosa. Kuna wengine ambao wanadhulumiwa kwa sababu mwenye kukaa na wewe anakudharau. Lakini ni mmoja kati ya 100 ama mmoja kati ya 10. Hiyo point of interest. And God will bless you. Now, brethren, twendeni mbinguni. Ile kitu Mwenyezi Mungu anahitaji kutoka kwako ili akubariki na akuwezeshe kufuja laana mpaka za majina ni faith. Na neno la tuambia mahali, ukikosa faith, omba Mwenyezi Mungu akuongezee. Simple as that. Ukikosa faith, omba Mwenyezi Mungu akuongezee. Na hakika atakuongeza. Upendwe na Mwenyezi Mungu, akuzidishie na akutendee maajabu, na asimame pamoja na wewe, akuone through, na Mungu akubariki. Na hii nimesema Mwenyezi Mungu amenihusisha niongee hii mambo yote nimeyanena siku ya leo, kana vile huwa tunafanya zile siku zingine. Si kumsoea Mungu, lakini sometimes ninapenda kusikia kutoka kwa Mungu. Na the moment ninasikia kutoka kwa Mungu, sikosei. Revival inatoka Kenya, inaenda the whole world. Brethren, nyinyi ambaye mko nchi ya nje, in all over the continent, in the world, God bless you. Na wewe ambaye unaenda hospitali uponi, umejaribu hospitali zote uponi, Mwenyezi Mungu anataka umgeukie akuponye. Ndio akuashirie ukufe. Ndio amekuashiria hivi kombe yote. Ili ukigeuka utakuwa testimony kwa watu wengi. Mungu huwa anatenda. Nilipelekwa India sikupona. Nimepelekwa Amerika sikupona. Nimetolewa ushauri nimeletwa Nairobi sijapona. Nimepewa ruhusa nikaelezewa niende nikaangalie mambo ya kwetu. Lakini Mwenyezi Mungu naye anakuapia hapo kwa mambo ya watu wa kwenu. Hapo Kristo anataka usimame vizuri. Umwambie nimeenda kote, nimeshoka. Si uniponye tu Kristo. Faith is needed. And ukikosa faith, unaruhusiwa na Mwenyezi Mungu kwenda mbele yake umuombe akuongeze faith. Na ni kitu kidogo tu. Kama mwisho wa hii pens naandika naye. Unaona hii pen? Hii. Mwisho wake hapa. Aliye na faith kama hiyo anaweza move mountain. Brethren, sikosi na si kusema ati siwezi penda ninakuwa prophet wako. Lakini most of the time nikiwa prophet wako ninakoprofesaia kitu. Kila kitu unakuwa lazy. Huobi. Maana unajua ukiuliza pastor atakuelezea. Unajua nitaenda mbinguni nikuasha wewe. Na si kuenda. Na nitahukumiwa na Mwenyezi Mungu kukufanya wewe lazy. Ndio unaona mtu anajaribu kunikuja namna hii nimprofesaie. Ninamrudisha watu hapo kwa Kristo. Maana mwenye kuuliza swali ni Kristo na mwenye majibu ni yeye. Ukipewa ndoto, ukisikia ni mzito, mavile tu uliota, rudisha na Mungu atarudi tu hapo.
na uombe, Mwenyezi Mungu atakwambia maana yake. Maana hii ni kitu kingine inatusumbua. Na hatuongeleshi na Mwenyezi Mungu juu ya vile tumekaa vizuri. Tunaongeleshwa na Mwenyezi Mungu juu ya vile tumekaa vibaya, ili atuepushe na kifo ambayo iko ama shimo la kifo liko mbele yetu. You will be blessed if you rely na Kristo kwa jibu na majawabu ya kila kitu. Maana watu wengi wamekuwa lazy saa hii. Naendanga, unajua mimi ni mtu wa Nairobi hapa. Najua Nairobi karibu yote. Kule sijui ni kule kwa matajiri akina Muthaiga, akina Ruda na Lavington. Unajua huko huruhusiwi kuhudhuria hapo. Lakini hizi estate zingine utaenda upata kanisa, mhubiri ako na anaitisha laini kameja juu watu wanataka kuprofesaiwa. Sasa wengine ninaona wanajifunga kitambaa siku hiyo. Si makosa kujifunga. Juu unaenda kujua, unajua mahali unaenda kuitishiwa laini. Hizi laini ni nzuri, lakini zinafanya watu lazy. Na nyinyi wahubiri ambao mnaletea watu mnaweka hapo juu ya laini, mnawaambia kila kitu, Mwenyezi Mungu atawahukumu kusababisha hao wawe lazy. Niliwaambia apostles, hakuna apostle alikuwa analilai na mwingine unless Paulo na Timotheo. Hao wengine walikuwa full equipped. Just imagine unakuja kuniambia nikupatie mguu ya tank. Ile unajua ile tank ya jeshi ile kifaru. Unakuja kuniambia nikupee mguu ya hiyo kitu. Na already wewe uko na yako. Unaonaje? Atichukua hii guruneti uweke pale ulipue, na mimi niko na hiyo tank hiyo kifaru, inaitwa kifaru kwa Kikuyu. Niko na misa na kila kitu ninafaa kuweka ndani. Alafu mimi nakuja tu kila saa ninaomba zako niweke hapa na zangu zimekaa pale boot. Itakuwaje? Tunapewa bunduki na Mwenyezi Mungu ili tuende tusitumie, na unapewa saduku zaidi ya saduku 10 ya risasi umezibeba hapa nyuma. Sasa wakati tunaenda kulipua, wewe unaomba huyu mwingine mko na yeye unaweka kwa yako, unaomba kwake ukiweka kwa yako. Na yeye wewe uko nazo nyuma na hutumii. Hivyo ndivyo mnafanya. Wakati unaenda kwa huyu mhubiri unakaa kwake kila saa unataka tu kule. Unachukua risasi kutoka kwake unaweka kwa bunduki yako unaashiria. Na wewe uko na risasi nyuma. Si utumie zako. Spiritual matters. Brethren. God bless you. Napenda na upendo wa Kristo. Na nyinyi ambaye mnasimama na mimi, mbarikiwa sana. Ukibarikiwa na kutoa, hata mimi nabarikiwa na Mwenyezi Mungu kuweza kusonga hiyo mbele. Kusonga hiyo hatua nyingine. Basi ukitoa mpaka time kwa hii platform niko, in fact utabarikiwa. Juu nilikuwa ninajiuliza, am I worthy? Yes. Yes. Kukula fungu la 10. I have qualified. Na sisemi hivyo nikiringa. Omba hapa Mwenyezi Mungu akusaidie. Na hapo ndio huwa naelezea watu, kabla hata hujatoa, omba Mwenyezi Mungu akuonyeshe mahali ya kutoa ni wapi. Maana sio mahali pote unaruhusiwa kutoa. Sio mahali pote unaruhusiwa. Na unaweza kula hapa na Mwenyezi Mungu akwambie panda kule. Ndiye anatujua. Na ukiota uone rangi ya red, usiseme ni danger. Inaweza kuwa tu ni simple red Mwenyezi Mungu anakuonyesha. So interpretation of dreams sometimes matters. Na ndio ninaeleza kwa watu, ukiota kitu fulani, hebu rudi kidogo kwa Mwenyezi Mungu uulize unasema nini? Angalia Samuel na kwa kanisa aliitwa na Mungu mara ya kwanza, akaenda kwa nabii. Mara ya pili akaenda kwa nabii. Mara ya tatu ndio nabii akajua na huyu lazima haya ni Mungu anamuita. Aliambiwaje na huyu nabii? Samuel alielezea Samuel, sasa enda ukilala usikia na kuota, umwambie niko hapa Mwenyezi Mungu. Mwadhi Kikuyu, my creator, niko hapa. Nitumie hiyo Kiswahili sijui na Kiswahili mzuri. Mwenye kuniumba niko hapa, sema nami. My God, sema nami vile unataka. Lakini hii advice ilitoka kwa kohani wa Mwenyezi Mungu. Samuel mwenyewe hakuwa anajua ni nani anamuita. Alikuwa anafikiri ni huyo kohani. Sasa aliitwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka huyu kohani akajua na huyu mtoto anaitwa na Mungu. Akamwambia sasa rudi kwa kitanda, akikuita mwambie niko hapa, niambie vile unataka Mungu wangu. Simple. Mwenyezi Mungu anakunenea, anakupa swali na anakupa jibu. Simple as that. God bless you. God bless you. Barikiwe sana.
na nyinyi ambaye Mwenyezi Mungu amewawezesha kusimama na mimi, na wabariki katika jina la Yesu Kristo. Muinuliwe sana na muwe na breakthrough. Wengine ninaona mkiwa na milango ama madirisha fulani ninaona inafunguliwa mahali kwa giza. Unapewa way out na Mungu. God bless you. Wengine ninaona torch inakumulikia kwa barabara. This is a personal level of prophecy. Sipendagi kuprofesy mambo hivi. Lakini sometimes ninafurahi juu kama hapa nilisema kuna mtu anadanganywa na mtu amzalie. Na huyu ambaye anamwambia amzalie hataki umpeleka nyumbani. Nilisema simply kuna mtu anakwambia umzalie usikubali. Baada ya wiki moja nikapigiwa simu na dada moja akaniambia, niko na mtu ambaye ananiambia kila saa ananipenda, nimzalie mtoto na mimi ni mtu mkubwa, na huyu jamaa nimejaribu kumwambia anipeleke nyumbani hataki, ananiambia ako na mtoto mmoja nyumbani na anakaa na yeye lakini hana bibi. But the point is, huyu jamaa ako na bibi anadanganya huyu. Anajua sasa akimzalia atamfunga. Na hapo ndio anataka. Naye anaambiwa nizalie. Sasa akaniuliza nifanye nini? Nikamwambia tuongee vizuri. Ambia huyu jamaa akupeleke ama akujulishane na mama ama brother ama sister ama watu wa kwao. Mzee anakataa. Hiyo niliongea prophecy hiyo hapa juu. Na yule alikuwa chini, ni hapa tu Nairobi. Akaniambia ABCD. Akaniambia na ni mimi ulikuwa unanenea. Nikamwambia ni wewe na wengine. Juzi hauko peke yako. Lakini wamekaa kwa courtship 4 years. Huyu kijana anajificha anaenda nyumbani, anakaa siku 3 alafu anarudi. Mpaka ananiambia hana bibi. Nikamwambia hapana, ako na bibi. Vile anakudanganya. Wamama msidanganyike. Nimemuona mwingine hapa. Anadanganywa na mzee fulani kijana. Nimuita mzee. Huyu mzee ni mkubwa wa kanisa fulani tu hapa kwetu. Na anakuaga chairman wa kanisa fulani ya kiroho. Na yeye ndiye mwenye kutoa uwanja wa kanisa mahali hiyo kanisa imejengwa. Anapatana na msichana mwingine yako na kazi mzuri, anamwambia tuoane. Mimi sina. Na anakuja hapo tu na mtoto hapo. Anamwambia huyu mtoto ni wa msichana mwingine nilikuwa na nilipata huyu mtoto na msichana mwingine ambaye wazazi wake wakakataa hatukuoana. Na hako na bibi kwa nyumba. Sasa sikia. Baada ya asubuhi huyu mama akaniomba, ananiambia pasa, si uniombee na huyu jamaa sijui tufanye nini, nataka anioe. Nikamwambia huyu jamaa hako na bibi. Sio kwamba sitoi prophecy, hako na bibi. Ananiambia hapana hana. Si anakuja hapa na mtoto na ananiambia aliashio na mtoto na msichana akatoroka. Nikamwambia hapana. Ngoja tuombe Mungu afungue njia zake. Sasa sikia. Baada ya muda tukiwa tu tunazungumza na huyo msichana, mzee huyu jamaa hako na bibi na ni mkubwa wa kanisa huyu mzee. Na yeye ndiye ametoa uwanja wa kanisa hii imejengwa kwake. Siku moja huyu mzee anadanganya huyu msichana, akakuja na jamaa mmoja alikuwa anataka amtengenezee nyumba mahali fulani. Wakakuja kwa hii duka. Walinunua vitu na wakaenda. Kisha yule jamaa akatumwa na yule mzee anadanganya huyu akiwa peke yake akakuja kwa duka. Sasa akakuta huyu msichana, ni duka hardware. Sasa wakiwa anaongea huyu mzee, huyu ambaye amekuja kuchukua vyombo na ametumwa na yule anadanganya huyu, wakaanza discussion ya mwenye kumtuma. Akamwambia unajua huyu mzee amenituma, ni mkubwa kwetu wa kanisa, anakuaga chairman wa kanisa, na ile kanisa tunasoma yeye ndiye ametoa uwanja, na bibi yake ni chairlady kanisani, anaitwa so and so. Huyo akamwambia ati yako na bwana, ako na bibi. Si huyo mtoto anakujaga na hao, unaona anakujaga na hako katoto ndio last born. Usidanganywe na mtu. Unajua huyu jamaa alikuwa anaambia huyu msichana waende Socialist Republic, waende wakafanyia harusi huko. Alafu waende Dubai wakae mwezi mzima warudi Nairobi. Amuoe akiwa wa pili na wako kanisani. Mambo mengine sitakagi kuongea, ni machafu sana yakiongewa. Maana watu wengine wanasema wameokoka na wanakaa kama nguruwe ambayo inarudi kwa matope kila saa. Unaishi maisha aina gani ndugu yangu? Kristo anahitaji maisha matakatifu kutoka kwako. Unaishi maisha gani? Nani anaweza simama hivi aseme huyu mtu ameokoka? Tunasemaga mtu ni hapa mbele. Mara nyingi hatuangalii nyuma, tunaangalia mbele. Sasa ukikutana na mimi town, utasema nimeona Evangelist Martin Ndung'u.
juu umeangalia uso. Ukiniangalia nyuma utanijua. Tuwe barua ambayo inasomeka. Sio tu ukikaa katikati ya wanaume ambao hawajaokoka unakuwa loose. Wanawake hawajaokoka unakuwa loose. Kuwa umeokoka ukiwa peke yako kwa giza na ukiwa kwa watu wengi. Mwenyezi Mungu atasimama na wewe na atasababisha nyota yako iangae iende juu. God bless you. God bless you. Na mjue wakati huu Kenya tunaelekea uchaguzi. Mlinde watoto wenu. Ukimuombea, ukisikia kuna mahali anataka kwenda, muangalie siku 2-3. Mimi huwa ninafanya surprise. Napeleka mtoto wangu asubuhi shuleni. Nina maki hiyo njia ninaenda na yeye mpaka shuleni alafu ninarudi. Saa zingine akitoka shuleni ninasikia ninataka kwenda kumwangalia na mkuja hivyo. Ili yule ambaye anaweza fikiria kitu maana wanataka watoto wa watu ambao wamekaa maisha mazuri. Sacrifice haifanywi kitu tu ovyo ovyo. Sio patana na mtu amefanya yake yote huko imeisha alafu ndio unataka kupeleka sacrifice. Watakataa. Ndio unaona wanachukua watoto. Linda mtoto physically and spiritually. God bless you. God bless you. Barikiwe sana. Na wale ambao sijawanenea hapa siku 3 mmeniandikia message, mmenipigia simu, sija communicate na nyinyi. Munisamehe, kuna jambo nilikuwa ninafanya na ilinishukua ili niende nje huku na huku alafu nirudi Nairobi. Ukinipigia simu uone sijashukua, usikose kupiga siku ya 2 na 3. Maana sometimes utanipigia nilikuwa nimetumwa na Nakuru, maybe Mwenyezi Mungu amenielezea fanya hii. Enda huku. Utaniona tu nimekuja amstukie niko mlangoni kwako. Maana nimetumwa. Ministry sasa ikiniinvolve hivyo, inanibidi sishukui simu zingine na ninakosa mpaka wakati wa kurudisha message, lakini nikikaa vizuri huwa narudisha. Wewe ukiniandikia message uone sijarudisha, kuna sababu, niandikie tu usiwe na shida. Nitairudisha, sio ule mtu wa kusema sirudishi message. And God will bless you. Mwenyezi Mungu awatendee na afungulie milango. Atembee pamoja na nyinyi. Na katika mioyo yenu Mwenyezi Mungu aandike herufi zinasomeka ndani yenu. Faith iongezeke ndani yenu katika jina la Yesu. Injili iendelee. I'm Evangelist Martin Dongo. Number 0721 735 498. Safaricom. Telecom juu ya WhatsApp na WhatsApp call from above kutoka nje ya Kenya 0774 297 055. Huwa naiweka hapo chini nikituma video na mtabarikiwa. Na kuna hiyo video, anyway, nitatuma hii video hii ya 22 minutes na kuna hiyo nyingine ya 1 hour. Zote nitaunganisha niziweke pamoja. Twendeni mbinguni na mtabarikiwa. Injili iendelee. God bless you. God bless you. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante. I salute you. Pokea sifa, pokea utukufu. Nafunika mwenye kunisikisa na damu yako Yesu. Nafunika mwenye kunisikisa na uwezo wa jina lako Yesu Kristo. Kristo, tuwezeshe kusimama independent, my Redeemer, as Christian and to hear from you. Mwenyezi Mungu, usisababishe sisi wahubiri kufanya washirika watoto wa kiroho. Tuwezeshe kusimama na kutembea in spiritual round in Jesus name. Baba wa mbinguni, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. I love you. Na ashiria nguvu zako katika hii frequency Mwenyezi Mungu, ama katika hii ya wave. Na ashiria nguvu zako. Bariki kila mmoja ambaye amefungulia hii video. Peace katika nyumba, na tuwezeshe kutii na kusikia sauti na kufanya kama ilivyo mapenzi yako. Naombea kila doa ambayo iko Mwenyezi Mungu na imedumu isiharibiwe na shetani. Na wewe shetani wa kuharibu doa, tukukanyagia chini ya nyayo zetu katika jina la Yesu Kristo. Baba, tubariki, bariki mwenye kunisikiza, pokea sifa, pokea utukufu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. God bless you. God bless you. Shalom.